Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetangaza fursa ya ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Kitanzania katika vyuo vikuu viwili vilivyopo nchini Ujerumani na Misri. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara hiyo iliyotolewa leo Septemba 26, ufadhili huo wa masomo utatolewa kupitia Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Ujerumani GIU na Chuo Kikuu cha Ujerumani huko Cairo GUC, ambapo kigezo kikuu cha ufadhili huo ni ufaulu wa juu. Ufadhili wa masomo hayo hutolewa kwa wanafunzi waliopata matokeo ya juu zaidi katika mitihani ya Baraza la Mitihani la Taifa NECTA ya cheti cha elimu ya juu ya sekondari ACSEE, hususan wale waliopata matokeo bora zaidi ya daraja la kwanza. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Elimu. Ufadhili huo utahusisha ada ya masomo, tiketi za ndege za kimataifa pamoja na malazi katika mwaka wa masomo wa mwaka 2025 na 26. Kwa mujibu wa Wizara ya Elimu, waombaji wenye ufaulu wa juu watapata nafasi ya kuchagua kati ya kozi 20 zinazopatikana katika vyuo vyote viwili, ambapo katika chuo cha GUC waombaji wanatakiwa kuchagua kati ya kozi za uhandisi wa vyombo vya habari na teknolojia, uhandisi wa habari, sayansi ya uhandisi na nyenzo, famasia, bioteknolojia, sheria, biashara, udaktari wa meno, usanifu, uhandisi pamoja na sayansi ya sanaa. Kwa upande wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Ujerumani, kozi zinazotolewa ni pamoja na uhandisi, tehama, sayansi ya kompyuta, utawala wa biashara, uhandisi wa dawa, bioteknolojia na tiba ya mwili. Mbali na sifa kuu ya kwamba ufadhili huo kuwa ni ufaulu wa juu, Wizara ya Elimu imeainisha sifa nyinginezo ikiwemo kusomea sayansi, sanaa au michanganyiko ya biashara inayolingana na programu iliyochaguliwa ya masomo. Mwombaji pia anatakiwa kuwasilisha nakala zilizoidhinishwa za vyeti vya kitaaluma pamoja na kufaulu vizuri mitihani ya awali ya vyuo vya GUC au GIU, ikiwemo majaribio katika taaluma maalum kama vile uhandisi, usanifu na sanaa inayotumika. Mwombaji pia anatakiwa kuonesha uwezo thabiti wa lugha ya Kiingereza, huku akitakiwa kuhakikisha anapata ufaulu wa juu wa hadi wastani wa ufaulu wa GPA 3 katika muundo wa Kijerumani, katika mfumo wa Kijerumani katika kila muhula wa masomo. Waombaji wanatakiwa kuwasilisha barua rasmi ya maombi pamoja na nakala zilizoidhinishwa za vyeti vya kitaaluma kupitia barua pepe ps@moe na dhe@moe.go.tz kabla ya Oktoba mosi mwaka 2025. Asante kwa kusikiliza na kutazama Nukta TV. Endelea kusubscribe, kushare na kutufuatilia katika kurasa zetu nyinginezo za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok na X. Kote huko tunafahamika kama Nukta Tanzania. Nukta TV.